taifa zima la Tanzania linaomboleza. Pamoja na kwamba ni sherehe, lakini tumeruhusiwa kulia jamani. Si ndio maana nyimbo zile zilikuwa zinasema tutafutwa machozi? Sasa tutafutwa nini kama hatukulia? Kwa hivyo lazima tulie. Leo taifa linalia, tunamsindikiza baba yetu, lakini yeye amemaliza mwendo wake. Ameliombea taifa hili kwa bidii sana. Ameliongoza taifa hili kwa bidii sana. Na ametumia nguvu zake zote, maisha yake yote kuhakikisha taifa linakuwa salama. Kuhakikisha mimi na wewe tunakuwa salama. Na hapa nimpongeze mtangulizi aliyesema hapa, diwani wetu. Maombi ndio yanayotufanya hata sisi tunakuwa salama. Mimi kama sehemu ya wanasiasa wa nchi hii, sehemu ya viongozi wa nchi hii, kwa kweli mnaweza mtusikie kila saa tukitaja kuhusu maombi. Maana kuna kwenye mikutano yetu huwa hatuongeagi sana mambo ya Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yale ya kwenda mbinguni tunazungumza kanisani. Kule tunazungumza habari ya kushika dola. Ndio maana mwaka huu tunazungumzia uchaguzi. Sasa hata usipotusikia kule tukiwa tunazungumza kushika dola, tunasema kushika dola kwa sababu tunajua wewe unatuombea, na kwa kweli dola tutaishika tukiwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kwa baba aliyelala, kwa mambo yaliyosemwa kuhusu yeye na kwa yale tuliokuwa tukiyafahamu kuhusu yeye. Pengine angekuwa ni mtu mwenye kauli ambazo akisema zinatutikisa. Pengine angekuwa ni mtu ambaye akisimama mahali watu wote tunajua leo anataka kusema nini. Lakini alikuwa ni mtu wa kujishusha, si mtu wa kujikweza, si mtu wa maneno mengi, wala hutasikia kauli yake mpaka we umemtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tujifunze huko. Tujifunze huko. Lakini pia yeye ametupa masomo mengine. Hapa tumesomewa taarifa na katibu wetu wa kanisa juu ya mipango ya kanisa. Pamoja na hatua tulizopiga, lakini mipango ya kanisa. Hapa mmesikia katika mipango hiyo, mojawapo ya mambo yaliyotajwa hapa ni hospitali kubwa kubwa kujenga. Si ndio jamani? Hospitali manake magonjwa yapo. Manake ni nini? Sisi watu wa imani lazima tukue, tukomae. Sisi watu wa imani lazima tukue, tukomae. Kukomaa ni pamoja na wewe kuto kusomewa mstari kwenye Biblia unaenda kula nyasi pale nje. Kukomaa ni pamoja na wewe kuto kusikia habari fulani na wewe umekimbia mbio hivi unaenda kunywa huko mambo ya ajabu ajabu. Huko ni kukomaa. Tukue, tuongezeke kwa imani na tukomae. Tunapomwona askofu wetu mtoka mbali hapa, waliotoa salamu zake wameeleza kwamba kwa sasa hawezi. Maana yake nini? Mimi na wewe tumuombe. Hilo la kwanza. La pili, huyu ndiye askofu mkuu wa TAG hapa nchini. Mungu ameruhusuje? Mungu ameruhusuje? Lazima sisi watu wa imani tukue kiroho. Yajapo hayo, na tumeambiwa baba yetu hapa aliyelala alikuwa dhaifu wakati wa siku zake za mwisho. Manake ni nini? Yeye huko nyuma Mungu si alimtumia kufanya miujiza na watu walisimama. Kwa nini tusiambiwe tu asubuhi ameondoka? Lakini ameondoka taratibu. Wewe umjuae Kristo, usomae neno, ukue ukomae katika imani. Ukue ukomae katika imani. Sio unakimbizana tu. Leo umeambiwa huku umekimbia, kesho umekimbia, kesho kutwa. Soma neno lielewe na Mungu akusaidie. Katika kwingi huko watu wanakutana na mambo yasiyofaa. Lakini wewe ukikutana nayo yasiyofaa umeyatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nijisemee kidogo kisha nitoe salamu za viongozi wengine. Mahali pengine huwa napenda kusema kwa sababu najua mimi kwanza neno linasema kimtokacho mtu ndicho kilichoujaza moyo wake. Si ndio jamani?
Lakini pia ukiri wangu si ndicho nitakachokipata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pamoja na kwamba nafahamu kwamba neno la Mungu katika Ayubu 14:1 linasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Si ndio neno limesema jamani, au ile sio Biblia? Naye amejaa nini? Taabu. Lakini pamoja na taabu hizo, ukienda Ufunuo unaambiwa baba kama hivi amelala, amepumzishwa na taabu zake. Kwa nini? Neno linasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kufanya nini? Kupumzika baada ya taabu zao. Sasa pamoja na kwamba maisha ni mafupi, yamejaa taabu na tunapumzishwa tukifa katika Bwana, mimi nisife saizi. Niko radhi kabisa hizi taabu hizi za kutafuta dola za uchaguzi mwaka huu niendelee nazo tu. Niendelee nazo kidogo. Naona kuna watu kama wananishangaa, kama we uko kwenye foleni, maana kuna mahubiri, na nakushukuru baba hujasema hivyo. Unajua baba askofu leo hapa, makamu askofu hajatuambia kwamba unajua tuko kwenye foleni. Wewe usijione hapo unaweza kuwa wewe ndo unafuata. Mahubiri ya hivyo, mimi nakaa mbali kabisa kwenye foleni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi siwezi kuwa nafuata hapa jamani. Kweli kabisa niwe nafuata. Fuate mwingine tu, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usifuate wewe kwa sababu gani? Baba yetu tumeambiwa alikuwa anajenga makanisa hata akiwa kitandani. Wewe unamwomba Mungu tu nipe maisha marefu. Kwa ajili ya shughuli gani? Kwa ajili ya shughuli gani ulionayo? Ukipewa hayo maisha marefu lazima uwe na jambo la kufanya, sio kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya Mungu. Useme Mungu niache kidogo na shughuli ya kufanya hapa. Si unaona hata wewe na shughuli yako hii haijaisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo usikae kizembe kule nje tunasema. Ukikaa kizembe ndio hivyo unaweza ukafanya nini? Ukapitiwa. Lakini baba yetu amelala, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wana TAG, ndugu wafiwa wote, pokeeni salamu maalum kabisa kutoka kwa Dr. Doto Mashaka Biteko. Amenituma kwenu niwape pole, kwa sababu kama mlivyosikia hapa viongozi wengi wako Dodoma. Kwanza bunge linaendelea Dodoma, lakini pia viko vikao vya Chama cha Mapinduzi vinaendelea huko, kwa yale aliyoyatangulia kusema diwani, na mimi sitaki kuyasema sana kwa sababu huko uchaguzi mbele yetu mwaka huu. Kwa hivyo vikao viko kule, kwa hivyo viongozi wote na wawakilisha mimi hapa. Kwa hiyo pokeeni salamu zake Dr. Doto Biteko. Nitakabidhi rambirambi muda si mrefu kwa familia. Lakini pia pokeeni salamu za kipekee kabisa kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawapa pole sana 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 ndugu zangu kwa msiba huu mkubwa uliotupata. Na jana tulikuwa na kikao, kwa wale mnaofuatilia, tulikuwa na kikao cha kamati kuu, na yeye anayo taarifa kwamba mimi niko hapa leo kwa ajili ya kuja. Mtu ukisema nimekuja kutoa faraja, watu wanawaza mfariji ni Mungu. Ni kweli, tunajua Mungu ndio mfariji, ila sisi wanadamu tunashirikiana naye. Bwana Yesu asifiwe. We hapa mwenye si mwana na wafiwa wamecheka baada ya kusema mimi kwenye foleni na kaa mbali, ndo nimeshiriki na mimi hivyo, si ndio jamani? Kwa hivyo anafahamu niko hapa, na kwa kweli anawapa pole sana, na yeye anamshukuru sana baba askofu wetu ambaye amelala hapa kwa huduma aliyoitoa katika nchi hii, kwa sababu kuongoza watu wanaomcha Mungu ni tofauti na kuongoza na watu wasiomjua Mungu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametuma salamu hizo, mzipokee ndugu zangu. Lakini pia kwa sababu huko mbele tunao uchaguzi, niwaombe sana, pamoja na kwamba huwa mnatuombea sana sisi viongozi, lakini pia mnaliombea taifa letu sana. Niwaombe mwaka huu tuliombee zaidi taifa letu. Mwaka huu tuwaombee viongozi watakaopatikana kupitia uchaguzi kwa haki. Lakini hao watakaopatikana kwa haki,
Biblia imetuagiza kuheshimu wenye mamlaka. Ni vizuri sana sisi tumjuao Kristo kujua nini cha kusema, kujua nini cha kufanya, kujua namna ya kuenenda mbele ya viongozi wetu. Wewe umjuae Kristo usiwe sehemu ya kulikosea neno. Na leo kama ningekuwa nahubiri hapa, ni vile ni msiba, kwa hivyo siko kuhubiri. Lakini uhalisia ni huo, wakati mwingine Mungu atatupa neema. Wale wafalme wa zamani ndio sasa hivi ni viongozi wa nchi zetu. Kwa hivyo unavyowasoma wale na yale mamlaka yao na nguvu yao, amini kwamba neno lilipokuambia umheshimu mwenye mamlaka, ni kwa sababu hakuna mamlaka isipokuwa itokayo kwa Mungu. Sasa Sauli alitoka kwa Mungu, Daudi pia alitoka kwa Mungu, na wengine wote uliowasoma wote walikuja kwa wakati wao. Wewe usiwe ndio una mwandishi wa Biblia mpya. Biblia tunayo tayari. Soma mle ili ujue namna ya kuenenda katika nchi aliyokupa Bwana wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, baada ya kupokea salamu hizo, nitakabidhi rambirambi, na rambirambi nyingine nimesha mkabidhi Mama Askofu Mtoka Mbali.